katika ujenzi wa chama na taifa letu kwa jumla. Ndugu zangu, inawezekana ni mgeni Nachingwea, lakini sio mgeni Tanzania. Na nyinyi watu wa Nachingwea na watu huwa kanda wa kusini ni watu ambao mna historia kubwa na nzito sana kule Zanzibar. Msidanganywe na hayo, endelea tutazungumza. Watu wa Nachingwea, watu wa kanda ya kusini ni miongoni mwa watu waliokuwa mstari wa mbele katika mapinduzi ya mwaka 1964. Naomba mjipongeze. Katika baraza la mapinduzi la mwanzo, wale watu 14 ambao walikuwa wanaongozwa na Sheikh Abeid Amani Karume, watu 7 walikuwa Makonde wa Makua kutoka kusini. Hili ni jambo jema. Kwa maana hiyo nataka kusema nini? Kwamba wananchi wa Nachingwea na wananchi wa Zanzibar na ukanda huu wa kusini ni ndugu na tunalingana tamaduni zetu, na ndiyo maana nyinyi mnakula wali nazi na sisi tunakula wali nazi, au sio? Kwa hiyo sikushangaa nilipoambiwa kwamba nyinyi ni watu ambao mmeyapokea mabadiliko zamani, kwa sababu nyinyi ni watu wa harakati zamani sana. Ndugu zangu wa Nachingwea, mimi nimekuja jana hapa Lindi, nilistaajabu sana, na kilichonistaajabisha hali mbaya ya barabara zetu, hali mbaya iliyokuweko huku. Ninaambiwa hawa ndio wauzaji wakubwa wa Mbazi India, hawa ndio wanazalisha ufuta mweupe, hawa wana bahari, lakini CCM inachukua rasilimali zinazotoka ukanda huu wa kusini ikiwemo gesi kuwanufaisha wengine. Jambo hili limefika wakati wa kukataa. Iungeni mkono Chadema ili iweze kuleta mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Ndugu zangu, CCM imeshoka kutuongoza na imechoka kweli kweli, na sababu ya kuchoka mnaijua. Watu wanaposhuka nidhamu, tazama tu katika nyumba yako, ukiona watoto baba anasema na watoto wanasema hawamsikilizi baba, utovu wa adabu umezidi ndani ya nyumba, ujue hiyo nyumba si salama tena, na hii nchi yetu sasa si salama tena. Leo mnawasikia ndani ya bunge, mnawasikia ndani ya baraza la wawakilishi, ndani ya bunge wanasema kuna Yuda. Huo ni utovu wa adabu wa hali ya juu. Wanazungumza ubaguzi. Kule Zanzibar, nyinyi wa Makonde wa Makua wamewapa vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi na wakawanyima vitambulisho hivyo hivyo wa Zanzibar wakaazi, ili wanaamini kwamba watu wa bara watawapigia kura CCM. Leo wanaandaa bajeti yao, wanasema hawawezi kuwatibu watu milioni 60. Hii ni haki kweli? Hii si dharau? Geukeni. Na hii wanafanya maksudi. Wanapokuja kule Zanzibar wanakukwamisheni maksudi, wakati nyinyi watu wa kanda huu wa kusini, kama nilivyosema, ni miongoni mwa wao watu ambao mlipambana kwa dhati na bega kwa bega na Wazanzibari kuhakikisha kwamba sultani na Mwingereza anaondoka Zanzibar. Leo wanasema hawawezi kuwatibia. Si wameshindwa hao kuongoza? Ndugu zangu, yanayoendelea kwenye baraza la wawakilishi, yanaendelea kwenye bunge, viashiria vya wazi wazi kwamba mama nchi imemshinda. Kwa sababu watoto wanapokosa adabu, maana yake kile kichwa ndio hakiko sawa. Kichwa kinapokuwa hakiko sawa, miguu na mwili na mikono haiwezi kutengamaa vizuri, itakwenda tu, utakwenda kushoto, utakwenda kulia, utakwenda pembeni. Ndugu zangu, tuungane kuhakikisha tunafanya mabadiliko kwa amani, na hakuna njia nyingine ni kujiunga na chama hichi cha Chadema, kukipa nguvu, kukichangia ili kiweze kutimiza malengo na matakwa ya Watanzania. Sisi Wazanzibari tumekuwa tukilia kwa muda mrefu sana, tunataka mamlaka kamili ya Zanzibar. Lakini mamlaka kamili ya Zanzibar yalikuwa yanakamishwa na nyinyi ndugu zetu wa Tanganyika, kwa sababu mlikuwa hamko tayari. Lakini naamini sasa mko tayari, au bado hamjawa tayari? Tuendelee kuidai Tanganyika, tuendelee kuidai Zanzibar, na tuwe na serikali ndogo ya shirikisho la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu bado sisi ni Watanzania na bado ni ndugu na tunachangiana damu kwa kila hali. Ndugu zangu, wakati wa mabadiliko ni sasa.
tukipoteza fursa hizi kuanzia sasa mpaka 2028, tukivuka hapo bila katiba mpya, aminini kwamba hakutokuwa na mabadiliko tena. Tushikilie hapa hapa. Wenzetu wa nje, naamini najua leo nyote mmesikia bunge la Ulaya limepitisha mswada wa kuitaka tume ya Ulaya ifikirie upya msaada kwa Tanzania. Ni jambo baya sana kunyimwa msaada, lakini inabidi lazima tusage meno yetu, tufinye meno yetu ili tufikie mafanikio ambayo tunayataka. Ndugu zangu, mko tayari? Mko tayari? Ndugu zangu wana Nachumbea, mimi leo sio msemaji mkuu hapa. Nina mkutano wangu maalum nimeandaliwa kwa ajili yangu Tandahimba kesho, na makamu bara atakuwa na mkutano wake maalum Masasi. Mkutano huu wa makamu mwenyekiti wetu bara, ndugu yetu John Heche. Mheshimiwa Heche, tafadhali uje uzungumze na ndugu zetu Wanachumbea, wape neno la faraja.